Mambo vipi mtazamaji wa Kishamba Media, tuko hapa kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Tupo dirisha la usajili la mwezi Januari, dirisha dogo la usajili kwa mwaka huu. Wamepata siku nyingi zaidi, ni siku 30 za kufanya maboresho kwenye vikosi kabla ya kuendelea na mikiki ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho kwa ambao wanashiriki msimu. Lakini leo hii tutaenda kugusia kikosi cha wekundu wa Msimbazi ambao wana hivi sasa kwa kule michuano ya Mapinduzi kwa ajili ya kwenye michuano hiyo, lakini pia tutagusia kikosi hicho ni wapi ambapo wanatakiwa waboreshe kuelekea kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na ligi kuu Tanzania bara kutokana na kiwango ambacho wamekionyesha wachezaji wapya mpaka hivi sasa. Niko na David Pasco ama watu wengi wanapenda kumuita Friji Bovu. Yeye agandishi kitu chochote, atatupa kile ambacho anakitazama. Kocha mpya mpaka hivi sasa msimu 2025-26 wamepita wakocha watatu ndani ya kikosi hicho. Ni wapi ambacho Steven Becker ambacho anatakiwa kwenda kukirekebisha ama kuendelea kukipika. Kwenye Instagram yake alisema kwamba Simba ilivyocheza jana dhidi ya Fufuni wamecheza chini ya kiwango, ama niingia toka wachezaji wengi ambao wametumika na kikosi cha under 20, ama kuna namna ambavyo Simba katika kipindi hicho wanatakiwa waboreshe wapi. Mimi ni binti Po Imelda Po, endelea kufuatilia Kishamba Media. Director moja yuko nyuma ya kamera. Lakini hivi sasa naenda kuungana na Friji Bovu. Kwa vizuri? Mimi niko salama Imelda Po. Kabisa, uko vizuri kabisa. Vibaya mno na kutafuta. Kilo kindavuno nipate. Ulinapoteseka afu mimi mdogo wako. Pole, unajua nilienda kwa bibi kidogo kudeka. Kwa hiyo nimerudi sasa hivi tuko kazini kama hivi. Ndio maana umenipigia simu moja tu, kazi zinaendelea. Tuzungumzie kuhusiana na dirisha la usajili kwa mwaka huu. Tumepata bahati ni siku 30. Tumezoea misimu iliyopita ni siku 15, lakini hivi sasa kutokana na mashindano ambayo timu nyingi na tunajua msimu huu tujacheza mechi nyingi kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwenye ligi ya mabingwa ndo mechi mbili Yes. Sasa tuzungumzie namna ambavyo Simba watalitumia dirisha hili kufanya marekebisho, lakini pia kurudisha utawala wao ambao umepotea kwa miaka kadhaa. Lakini pia kwenye kufanya hiyo marekebisho kuna kocha mpya, kocha watatu ndani ya msimu mmoja. Kabisa. Uliuliza swali mwanzo kwamba kwenye peji yangu jana niliandika mapema kwamba Simba imecheza vibaya. Najua kuna muda lazima useme ule ukweli uhalisia wa mambo ili mambo yaende sawa. Na mimi si Friji Bovu. Kazi yangu mimi unapiga kote. Lazima useme. Unawakata hivi na hivi. Sasa jana Simba alicheza vibaya sana. Na sio jana. Hata mechi iliyopita dhidi ya Mwembe Makumbi City, Simba pia alicheza vibaya. Sio kwamba kwa sababu labda kocha mpya baadhi ya wachezaji hawapo, kwa sababu walioko timu ya taifa tupige hesabu nao kule hawajacheza, sio? Shomari Kapombe, Yusuf Kagoma, si ndio lakini Wilson Nangu alikuwa kule, Mwalimu Morris Abraham Kibu Dennis, si ndio? Lakini Steven Dese Mukwala yeye alikuwa kwenye timu yake ya Uganda pale. Sasa angalia wachezaji waliopo. Alassane Maodo Kante yupo. Sawa Nabi Kamara yupo. Sawa Rushin Diroko yupo. Chamu yupo. Lakini pia bwana mdogo Anthony Mligo yupo kwenye fullback ya kushoto, si ndio? Chasambi wapo, ingawa Chasambi apata sana nafasi, alikuwepo juu pale wa mdogo Bajabir Starboy tulimuona, si ndio? Mutale alikuwepo, Budo tulimuona pia, Elim Panzo ameingia jana. Katika eneo la ushambuliaji ndio kidogo kuna mtihani, aliingia bwana mdogo Baraka Mwangosi ambaye mechi ya juzi ndo alicheza, kwa siku ya jana hakucheza yeye. Sasa kwa kikosi kilichopo sio kwamba Simba ndo wanapaswa kucheza vibaya, kwa sababu wengine wako kwenye AFCON. Nilichokiona mimi kwenye jicho langu la Friji Bovu kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Mwembe Makumbi City pamoja na hii ambao walicheza na Fufuni jana, Simba bado wana lack ile fitness level yao. Yani bado katika eneo la fitness hawako sawa. Sasa kocha wa viungo ndo ana kazi ya kubadilisha hayo. Unajua kocha wa viungo tayari wamemleta kutokea South Africa. Na juzi nilikuwa naona watu wanamkosoa kwamba mbona yeye mwenyewe anahitaji mazoezi. La wabongo. Yaani wabongo wamekaa zake tu ala comment kwa sababu kuna mazoezi fulani yale ya kukunja magoti yale. Sasa mwamba anaonekana kitambi kimemwagika. Sasa watu wanasema yeye mwenyewe mbona kama anahitaji kufanywa fitness. Kwa hiyo of course Simba bado sijaanza kuwachambua zaidi hawa makocha wa viungo, sababu kocha wa viungo, kocha mkuu na vitu kama, kwa sababu bado hajapata sana kazi ya kufanya. Bado ndo kwanza mapema. Ila ukiangalia fitness level ya wachezaji iko chini sana. Wachezaji hawezi kukimbia dakika nyingi. Wachezaji hawezi kukimbia eneo kubwa la uwanja.
wachezaji wanacheza na intensity ya chini sana, na unapocheza na intensity ya chini hauwezi ukaachieve kile ambacho unakihitaji, hasa katika kupata matokeo ya kuridhisha. Itakuwa ni papatu, umeforce individual brilliance, yani individual player, mchezaji tu ambaye labda ana ubora wake binafsi ndo anaamua mechi, lakini hauwezi ukaona ile mjumuiko wa form ya Simba ile ambayo tunawafahamu siku zote. Form ya Simba kwa Kombe la Mapinduzi wanahitaji kuongeza, kwa sababu mechi ya kwanza bado walikuwa down. So kocha wa viungo Msauzi anapaswa kupambania hilo sana katika eneo la viungo. Yaani kuna mtihani mkubwa sana kwa upande huo, kwa sababu hata jana niliangalia mechi yao dhidi ya Fufuni, walicheza ovyo mno. Yaani mpaka kuna muda unataka kubadilisha station ukaangalie sinema zetu. Kweli Simba ndio imefikia huko. For the first time nilikuwa ndani kaangalia ilikuwa picha yangu ile. Kuna sinema kwenye sinema zetu ndio picha yangu. Kuna muda nikawa na switch wa Kombolela kwenda kumwangalia Mashavu Kikala. Kisa tu sioni mpira wa kuvutia. Yaani Simba wanapiga pasi ya kwanza ya pili wamenyang'anywa. Fufuni brother. Fufuni au Fufuni walikuwa wamekamia sana game. Of course wamekamia, kama timu kubwa lazima uonyeshe ukubwa wako. Sawa? Sasa mpaka mimi naanza kutafuta picha yangu iko wapi, naanza kuangalia picha yangu ile kwenye sinema zetu. Mara natafuta kwa Kombolela kwa sababu mpira wa Simba mbovu. Jana Semaji alikuwa amekaa pale anashika tama hivi. Na Masanza alikuwa anamsaidia Semaji. Alafu Masanza mpaka watu jana wamemshtukia kwamba huyu jamaa anaumia na Simba kufungwa nini? Sababu ile pose au ana chembe za maki alikuwa amekaa hivi na yeye eti. Au sikuja ni burudani haioni uwanjani. Inawezekana. Ila kwangu mimi Simba alicheza vibaya, na kama ataendelea kucheza vile jamani, kama Simba ataendelea kucheza vile sioni maajabu yoyote. Yaani kwenye michuano yote sasa. Hawajanishawishi kwenye hizo mechi mbili. Mechi ya Fufuni, mechi ya Mwembe Makumbi. Timu alafu ukiangalia kundi la Simba ndio kundi jepesi. Haya. Hayakutana tena kundi lile la Azam, mara URA hawa hapo. Mara TRA, mara Singida. Haya, wanakutana labda Yanga ndio anakutana na matimu sasa hivi. Unaona KVZ, timu nzuri sana. Yanga hao. Leo anacheza na nani leo? TRA. Si TRA. TRA ni wabaya. Wazuri. TRA wamempiga mtu pale, mpiga Singida goli 3. Kwa hiyo Simba yutana na mchekea, lakini bado wamepata matokeo kwa jasho sana. So to me nikizungumzia ule uhalisia na ukweli, kocha Steven Becker tumwambie au tumwache sasa? Tumwambie tu. Mwambie mapema. Kocha, hawa wachezaji jinsi unavyoenda nao watakuvua nguo, kwa sababu wachezaji wa Simba wanahitaji kocha mkali. Huwezi kuingia uwanjani unatembea uwanjani. Wewe nani? Unakula mshahara, unalipiwa sehemu, unalala vizuri, unapata magari, maisha mazuri, unatembea uwanjani. Steven Becker anapaswa kuwa na msisitizo hali ya juu sana. Sio kwamba eti ameanza vibaya, hajaanza vibaya. Mimi najua ile ni bonge moja la kocha. Lakini Simba sija akampumbaza, kwa sababu Simba ni rahisi sana kuachana na makocha. Hii Kombe la Mapinduzi, kuna watu walikuwa wananiambia jana Simba anataka kumkimbiaza. Jana. Kuna watu walikuwa wananiambia Simba hii game ya leo anataka apoteze. Unaona jinsi wanavyocheza, wanataka mkwepe Azam. Kwa nini mkwepe? Kubali tu mshonani, kwa sababu huyo Azam alikufunga raundi ya kwanza. Si ndio? Sasa kisasi la haki. Sasa wewe ushaona kisasi, kuna mtu ambaye kishakufunga, mashabiki wako wakalia sana wakaumia. Kwa nini usipambane ili kwenda kulipa hiyo kisasi? Kwenye kombe amekuja amejaa kwenye mfumo. Basi onyesha kwa Fufuni, onyesha kwa Mwembe Makumbi kwamba una dalili ya kwenda kumfunga Azam FC. So Simba anahitaji kuimprove maeneo mengi ya uwanja, wachezaji wamechoka, mtu kama Budo Mutale. Sasa wewe Budo, hujaitwa timu ya taifa ndugu yangu. Budo Mutale. Hujapata nafasi ya kwenda kucheza, hujatumika. Ulikuwa unatumika wapi? Yaani tuulizane maswali. Hujatumika, yani unataka nini bwana? Yaani Budo hajaitwa timu ya taifa. Budo hajaitwa timu ya taifa. Walikuwa tu wanakula maisha, okay. Walikuwa wanatumika wapi? Budo Mutale. Alikuwa anatumika wapi? Jamaa mipira inamkataa kabisa. Yaani akipigiwa pasi mpira unaponyoka unapotea. Budo Mutale. Tuko dirisha la usajili. Unaona ni mood Kamaliza alikuwa anatumika wapi? Haya Budo, Awesu. Hivi brother. Awesu anatambua yuko Simba eh? Awesu yule aliyokuwa KMC. Awesu aliyokuwa Kagera Sugar. Awesu wa Simba ni vitu vile tofauti kabisa. Watapigana sana. Yaani Awesu huyu tachi ya kwanza ya pili anajipiga chenga. Awesu kuna muda alikuwa anajipiga kanzu ile, mpira ukagonga bega hapo ukarudi ndani. Yaani wachezaji hawana fitness kabisa, wachezaji hawana morali kabisa. Jamani hata kwa Kombe la Mapinduzi mnakosa morali.
Haya, huku ameshatolea huku kwenye kombe ligi ya mabingwa hati. Simba na asilimia ndogo sana kupenya kwa sababu pointi 6 amedondosha. Lakini kwa style wanavyocheza wachezaji wanajivuta uwanjani, wanatembea uwanjani. Okay, watuambia Wesu, Mutale walikuwa wanatumika wapi? Kwa sababu uwanjani hawakutumika. Wenzao wametumika kwenye AFCON, si ndio? Mchezaji pekee ambaye amepambana na Spirit niliona ni Rushin The Rock. Yule ndo mchezaji ambaye anajua kazi anaifanya uwanjani. Rushin pamoja na mwenzake Chamu. Mpaka Chamu alichukua tuzo ile ya mchezaji bora mechi ile ya kwanza, sio? Lakini ukiangalia kwa haraka utagundua kwamba baadhi ya wachezaji wana viwango vyao vimedrop na wanapaswa kwani mazoezi walikuwa wapi? Maana watu wako kwenye nini? AFCON. Wakati mkiwa kwenye AFCON, je, Simba wafanye mazoezi? Hao walikuwa wanamsubiria kocha. Mazoezi mazito vile. Wachezaji wazito namna wanatembea uwanjani. Haya. Mpanzo simlaumu, ameingia juzi alifanya mazoezi yake ya mwisho na jana amecheza. Kocha amemng'ang'aniza acheze dakika zote kwa sababu ndio mtu anayemfahamu na anajua huyu ni mchezaji ambaye atampa kila kitu uwanjani. So alikuwa anamwacha amwage sana jasho, amepigwa sana viatu. Ilikuwa kuna riski jana Mpanzo aumie jana. Ilikuwa kuna riski kubwa sana kwa sababu kila akikutana wawili watatu kiatu. Lakini mwisho wa siku kocha alimwacha sababu alikuwa anajua anataka mchezaji wake regain na yeye fitness yake aimarike. Sawa kama wenzake ambao tayari wameshapata hizo nafasi. So sijamlaumu sana, lakini bado Mpanzo anapaswa kubadilika. Sio Mpanzo yule ambaye alikuwa anaweza kuamua kwamba chance moja goli. Mpanzo sasa mpaka wachezaji wanamzoea. Yaani ukishaona wachezaji wana uwezo wa kuja kukukaba, wanakuja kwako kila wakati, wanakugonga, unajua wameshakuzoea. Lakini mchezaji unapaswa kuwa unpredictable. Mfano mtu kama Pacome. Haya, Pacome naye alisafiri siku moja kabla akacheza. Uliona balaa lake hujaliona wewe? Si alifunga? Pacome sasa hapo naongea, yani hapa na namgusa Mpanzo ambaye siku moja kabla ya mechi alifika akafanya mazoezi, akacheza jana. Pacome naye hivyo. Pacome siku ile ameingia pale, wameenda wote. Mazoezi siku moja wakacheza, lakini alifunga, tuliona anakimbia uwanjani, ana uwezo wa kufanya lolote. Kwa hiyo kina Mpanzu, they need to change, kina Wesu, kina Budo Mutale, Bajabiri Starboy ndo mchezaji pekee ambaye ana kitu, akipewa nafasi anaonyesha, lakini bado pia anapaswa kupunguza weight, lakini pia anapaswa kuongeza naye pia fitness yake ikae sawa. So ukienda kwenye mechi ya Azam na Simba bado ni 50-50. Yaani huwezi kumpa Simba yule aliocheza na Fufuni na Simba yule aliocheza na Mwembe Makumbi 100% eti akamfunge Azam. Utakuwa ni uongo kabisa kiwango cha lami. So wanahitaji kupambana na ili waweze kurejesha confidence yao kwenye ligi ya mabingwa, kwa sababu hii ndio mechi ambayo inaenda kumpa yeye nafasi. Kwa sababu akishinda dhidi ya Azam kuna hatihati ya kukutana na Yanga ama Singida, lakini asilimia kubwa sana Yanga. Sasa Young Africans unapokutana naye anakuongezea kitu kuelekea tarehe 23 kumfuata Esperance Sports de Tunis kule. Sasa kwa Azam na Yanga ni mechi ambazo zitampa Steven Becker challenge, wala asizikimbie. Hizo ndio mechi tamu ambazo zitamuongoza kwamba kujua wachezaji gani wameflop ni achane nao kabisa dirisha hili, wachezaji gani wakwenda nao, lakini wapi ambao pamepelea. Wana video analyst tayari, wana kocha makipa, wana kocha wamekamilika, hawana kisingizio chochote. Kwa hiyo hii mechi ya Azam na Simba anapaswa kushinda ili arise confidence yake, arejeshe kujiamini, wachezaji waanze okay, kumbe inawezekana. Lakini pia hili kombe waliweke maanani. Kombe la Mapinduzi la milioni 150 sasa hizi. Panda thamani. Lakini Simba kombe hawana. Tangu wamechukua kombe niambie lini? Ukiacha ile kombe la ngao ile. Waliochukua. Hawajachukua tena. Lini wamechukua tena? Si ndio? Kwa Simba wana uhaba wa makombe kabatini. Makombe ya zamani na makombe ya sasa yana utofauti mkubwa sana. Ukienda kuchukua makombe ambayo Simba aliwahi kuchukua miaka ya nyuma, fananisha na kombe jipya ambalo linatoka sasa hivi. Na hata fedha ambazo zinatoka sasa hivi kwa bingwa. Simba kipindi cha nyuma ilikuwa ifike hata milioni 50. Hawa hapa milioni 150. Haya. Hampambana mchukue hiyo pesa iwasaidie wachezaji. Lakini mbali ya hivyo pia ukiweka kabatini kombe inakuongezea confidence. Kumbe naweza nikafanya chochote kwa ajili ya kuchukua ubingwa. So mimi nafikiri Simba anapaswa kupambana dhidi ya Azam, aonyeshe, akienda dhidi ya Yanga aonyeshe. Tuanze kuwaona Simba kwa sababu wanasema Simba hawajafeli kwenye usajili. Yanga wamefeli. Sababu leo ukienda sasa hivi sokoni au kijiweni, Yanga ndo wamefeli kwenye usajili. Ndio mazungumzo ya watu sasa. Mazungumzo. Na wewe hapo unasemaje kwenye hilo? Wamefeli kwa kigeni, Yanga Afrika. Yanga Afrika wamefeli kwa wachezaji wa kigeni. Kigeni, yes. Sababu Boeli tayari Boeli. Bala Conte wanataka kumpeleka kwa mkopo limengangania. Hataki. Bala Conte amengangania. Hataki. Ekuwa anataka kumpeleka kwa mkopo naye wanamtafutia timu.
Dumbia atampeleka kwa mkopo Singida Black Stars. Hawajafeli hapo. Kwa hiyo ukiangalia Yanga amefeli lakini ndo wanaongoza ligi. Yaani Yanga amefeli kwenye usajili wa dirisha kubwa alafu ndo wanaongoza ligi na hakuna cha kumfanya. JKT ndo anaongoza. Sasa Yanga JKT lini ameshinda tena? Si ndio kwenye msimamo? JKT? Nchi nyingi ni Yanga. Si Yanga ndo anaongoza sasa hivi. Tulikuwa kijijini Au na wewe jana uliambatana na wale jamaa. Yaani Yanga ndio iko pale juu. Yanga hajapoteza mchezo hata moja. Na ndo timu ambayo imefeli kwenye usajili. Sasa huo ndo utofauti wa sikiliza kwa makini. Utofauti wa klabu kubwa yenye mipango. Utofauti wa klabu ambayo inajua tunataka nini. Utofauti wa wachezaji wanaojua wanataka nini kwa wakati gani. Wale pale. Yanga Afrika. Wakati wewe wachezaji wako wanajivunia hajafeli, Mpanzo hajafeli, Bajabiri hajafeli, Mutala hajafeli, Ahua hajafeli, sijui Soa hajafeli, Mwalimu hajafeli, Mkwala hajafeli. Yanga wamefeli. Dumbi akafeli, mchezaji aliosifiwa sana, mchezaji la Ulaya. Dumbi ya AI kafeli. Ekua amefeli. Sawa Balakonte amefeli, Boeli amefeli. Hiyo ni eneo tu la mbele pale nakwambia. Lasili Koma mwenyewe kafeli. Ila wao bado wana imani naye. Lakini jamaa wako pale kileleni, hawajapoteza mchezo wote, wana sare moja dhidi ya Mbeya City. Alafu kwenye ligi ya mabingwa na pointi 4. Yuko na Ahali pale wanaongozana. Wameenda kucheza Mapinduzi. Timu iliyofeli kwa wachezaji wao na hao wachezaji wenyewe hawajacheza. Ameonekana Lasili Koma dakika chache. Ameonekana Ekua ndo alicheza akagongesha mtu akajifunga, si ndio? Waliofeli mbona wanafanya vizuri? Yaani waliofeli mbona wana fighting spirit yani? Ndio hapo najiuliza waliofeli mbona wana fighting spirit ya kupambana, yani wanautaka mpira, wanautaka mchezo. Yaani dakika 90 wanacheza kama vile haziwatoshi. Simba dakika 70 hoi jana. Fufuni ujue. Fufuni. Dakika 70 yani mechi ilivyoisha wachezaji wa Simba eti wanalala kwa mara ya kwanza. Naona wachezaji wa Simba na wenyewe wanalala hivi kama vile wamefuzu AFCON. Brother, that's not fair. Yani wachezaji wanapaswa kujitambua. Benchi la ufundi wanapaswa kuwa na msisitizo. Kama ni eneo la fitness kuna shida waseme. Sasa timu ambayo imefeli leo wachezaji wanapelekwa kwa mkopo, wanafanya vizuri. Unaona kabisa parties. Mimi nilikuwa naangalia Yanga wanapocheza mpira. Oya. Kama PlayStation, yani baadhi ya nyota hawapo. Jobu hayupo, Baka hayupo, Mwamnyeto hayupo, Diara hayupo. Zimbo hayupo. Dube hayupo. Na nani? Si ni wengi tu. Hawapo lakini uliona pale balalao na kule wanakichafua kwenye AFCON. Ile ndio namna ambavyo fighting spirit inakuwa. Viongozi ndio wanaotengeneza hiyo fighting spirit kwenye vichwa vya wachezaji. Jamani, malengo yetu mwanzo wa msimu nataka tufanye hivi, mwisho wa msimu nataka tuachieve kitu fulani. Kila mchezaji anapaswa kustruggle kupambana. Simba pange mipango mikakati. Wanalegeza sana. Simba viongozi wanalegeza sana. Yaani wachezaji wanacheza kama wanatoka guest brother. Yaani Mutale na wenzake kama vile wametoka kutoka nani? Kitambaa cheupe. Unafikiri ni muda sasa wa kuachana na Mutale ndani ya Simba? Hana faida. Tusidanganyane. Kudekoreti mpira eti kwa sababu jamaa anaweza kugonga, sijui anaweza kuingia toka. Then what? Kuingia toka ndo nini? Watu wanataka end product. Ukioa. End product yake ni nini? Watoto. Ni nini end product? Weka mdomoni Mike. Si watoto. Yaani ukioa end product ni nini? Watoto. Kama hujapata unaanza kuulizwa shida nini? Changamoto iko wapi? Unaanza kutafutiwa shida ya kutatuliwa. Sasa Simba Sasa Simba utasajili utafanya kila kitu alafu kombe upate. Ni kama vile umeoa tu ndugu yangu, alafu watoto ndo shughuli hamna. Sijui unaelewa vizuri? Viongozi wanapaswa viongozi wangu wanaweka msisitizo. Engineer alienda Rwanda, nchi ya watu akaenda kutamba, akaenda kugomba kule. Engineer anawaambia kama mchezaji hata onyeshe performance sina shida kuachana naye. Engineer alisema unasahau kwani dhidi ya Al-Merreikh pale. So alicheza pale Rwanda pale. Akasema kama mchezaji hata onyeshe ubora wake, niko tayari kuachana naye muda wowote. That's how spirit inavyotakiwa kujengwa na viongozi. Simba na Leana, mchezaji anatembea uwanjani then hata hamna. Tangu ameondoka mzee Zakaria Hanspop, Simba viongozi wanalegalega sana. Viongozi hawana ule uchungu wa kupush wachezaji wapate moto. Yaani mimi nakumbuka kuna siku Yanga walitoka na Simba sare. Moja. Simba ya moto hiyo. Kagere, Boko, Chama, Mixon wako wa moto. Wakatoka sare ya 1-1. Mzee wako Zakaria Hanspop marehemu apumzika leo kwa amani.
akatoka na rungu kwenye gari lake. Tavunja miguu wachezaji hawa. Tavunja Chama miguu. Tavunja Mixon. Ile ndio kiwango cha Mixon. Ile ndio kiwango cha Chama. Kiongozi huyu anaongea. Zakaria Hanspop. Haya, niambie kiongozi gani wa Simba anashika rungu sasa hizi? Mchezaji anacheza, wanakumbatiana, mechi imeisha, wanafurahia, mashabiki wanaumia, wanakufa huko, wao wanatembea uwanjani dhidi ya Fufuni, wanatafuta bila kwa tochi. Ingekuwa sio individual brilliance ya Nabi Kamara ingekuwaje? Haya, dhidi ya Mwembe Makumbi, Simba anatembea uwanjani. Angalia wenzako wananchi wanakimbia. Maxi wa moto, Pacome wa moto, huyo ikuwa ambaye ni mbovu anafanya balaa zito. Kwa hiyo kwangu kama Simba hawatabadilika. Ile kauli ya Haji Sane Manara ile kwamba alipotoka mwaka 2020 ilikuwa 2022. Na naumia mimi jamani. Kwa 2020 Haji Manara ndo Simba alipoenda Yanga akasema the home of champions. The returns of champions. Na akasema Michael weka mbali bwana. Haji Manara huyo. Akasema Yanga watachukua ubingwa wa ligi back to back 10 years. Tena akaongea kwa sauti ya mamlaka. So unajua Haji ana punch. Young Africans hii itabeba ubingwa wa ligi back to back 10 seasons. Haya. Mara 4 tayari Bado 6. Mara 4? Umeona? Bado ngapi? 6. Dalili unazoziona? Zinaonekana. Dalili hazionekani. Kwa hiyo watu wasiposhtuka na zile kauli za Manara zinaenda kutokea. Kwa nini? Kwa sababu wachezaji Yanga wameshajua ni wachezaji wanasajiliwa wa maana, fighting spirit. Kiongozi anaenda uwanjani, anakaa na wachezaji anawahimiza, we need to fight, we need to fight, we need to fight, we need to fight. Hata kombe la chai weka pale Yanga anataka. Yanga hajaenda South Africa akachukua kombe la Toyota. Ameenda. Hawajacheza kule akachukua kombe la Toyota. Yanga hajaenda Rwanda akaenda kubeba kombe kule. Ile ilikuwa ni APR au Royal wale. Hawajaenda kufanya balaa kule. Si ndio? Sasa Yanga ukicheka tu kombe kwanza wachezaji wazimu unawapanda. Kiongozi wao ameshawalisha. Bana tunataka ubingwa, kombe hata la chai, hata la kahawa. Simba hawana spirit. Msimu huu wasipotuonyesha Yanga, yani Simba asipochukua ubingwa msimu huu, Yanga anaenda hukumu ya Manara anayosema. Hivi Chaza wao yuko wapi? Umemwona? Au hajarudi. Yuko wapi? Una taarifa zake? Au bana anawaniwa na vilabu vikubwa. Au anawaniwa na timu moja tu Rose. Yuko wapi? Yuko hatari hiyo. Yuko Iraq. Da wale jamaa wamepanga kumpa mshahara milioni 54. Simba hapati hiyo hela. Jean Charles hata milioni 30 haifiki kwa mwezi. So unapokuja ofa kama hiyo, na of course yuko kwenye muda mazungumzo. Ukiangalia Jean Charles alikuwa na mkataba na Simba miaka 2. Shacheza msimu mmoja, msimu ulioisha. Tayari shatubia nusu msimu, ana nusu msimu. So anaruhusiwa kuzungumza na klabu yoyote. Ukiachana na wale Rose kutokea pale Iraq, pia kuna Raja Casablanca, Fadlu Davids bado anabisha sana hodi. Kwa Janja leo yeye mwenyewe of course ukiangalia hana mudi sana kipindi hiki ndani ya Simba kwa sababu aliona namna ambavyo alikuwa anakosa nafasi ya kucheza, ameshushiwa heshima. Mchezaji aliyowapeleka Simba finali dhidi ya Stellenbosch bado anawekwa benchi na yule kocha aliondoka, meneja mkuu. Kwa Janja leo pale alishaanza nyongo ilishaanza kuteremka kwamba sio kawaida mchezaji top kama mimi kukaa benchi. Mechi dhidi ya Azam Janja leo hakucheza, unakumbuka? Kwa hiyo ofa zinafika mezani na yeye pia zile ofa zinamfavor, bonus pale, kuna kila kitu pale. So mazungumzo yanaendelea na Simba tayari wameshapelekewa hiyo ofa mezani. So tunasubiria kuona mustakabali mzima utakuwaje, kama Steven Becker atasema jamani unamtaka tumuongeze. Sasa atampata lini? Kwa sababu kama hajarudi au kama hajacheza kwenye mechi dhidi ya Azam, ina maana Steven Becker bado hajamuona. Kwa hiyo ni rahisi pia Jean Charles wao kuondoka. So to me Ahoua nafikiri Simba anapata hawapati kwa sababu Jean Charles wao ukiachana na kile ambacho amekifanya, lakini bado sio mchezaji tishio kihivyo. Yaani ni normal, just normal playmaker. Ni mchezaji tu aliyokutana na Ngekewa, anaweza kufunga foul, free kick. Hata ukipiga hesabu magoli yake aliyofunga mengi ni free kick, ni foul sana. Sana penalty na vitu kama hivyo. Lakini sio yule mchezaji ambaye anaenda kukupa kile ambacho playmaker anatakiwa kufanya. Sasa wewe mchezaji unataka kushindana na washambuliaji na wakati wewe role yako wewe ni kutoa pasi za magoli. Sasa wewe ni playmaker huyo? Si playmaker wa kuchovya huyo? Yaani mimi Jean Charles Ahoua na Chama, ukiniambia Chama leo yule pale, mweke na Jean Charles Ahoua baba, unaondoka na nani? Mimi nakwambia Jean Charles Ahoua wa kuchovya, mweke Chama pale uone. Sababu Chama brain, utulivu upo. Hata kama amezeka, yani Chama hata akicheza na mguu mmoja, Ahoua hamwezi Chama. Chama hata akiwa anatembea na mguu mmoja hivi, Ahoua hamwezi. Unajua sababu gani? Ahoua anataka kufunga, he need to score. Chama anataka kulainisha. Watu wafunge, anakuwekea tu soft, funga. Ukiona Chama amefunga, ameona kabisa hii sehemu nafunga. Hawezi kujaribu majaribio ya ovyo.
Janja leo mara amepaisha. Muda wa kupiga pasi ndio anataka afunge. Muda wa kufunga ndio anataka kutoa pasi. So bado hajaweza kutimiza yale malengo hasa ambayo anatakiwa kwa playmaker. So to me bado mchezaji aina ya Chama bado hajapatikana ndani ya Simba na wanahitaji kutafuta. Sio Chama arudi, no. Ila kama wataka kumrudisha, wampe mkataba mwaka mmoja, Chama ale maisha pale kwa sababu amewafanyia makubwa sana Simba. Ila kwa Janja leo hata akiondoka Simba hizo tutereka. Nani anayefaidika, Chama au Simba? Simba atafaidika kwa sababu Simba bado hajaeleweka. Yaani Simba bado atanufaika na Chama. Unajua bado watu hata leo hii ukiposti utaona watu wengi wa Simba baadhi wanaomjua Chama, wanaofahamu bora wa Chama. Watakwambia wanamtaka Chama. Ila kuna baadhi ambao wana kinyongo. Unajua kuna watu wanaishi na kinyongo kwamba kwani aliondoka? Kwani alituacha? Lakini Chama aliondoka kwa sababu ya viongozi. Chama mpaka tarehe ya mwisho inafika, viongozi bado hawajakaa naye chini kufanya naye mazungumzo. Sasa dirisha likifungwa Chama ingekuwa hana maisha. Watu wamekuja hapa wameweka mzigo kwa nini asikimbie. Simba anakuja kushtukia kwamba wanaanza kumtaka, tayari Chama ana sign. Sio, unaelewa? Kwa hivyo mashabiki wanapaswa kuelewa hizo scenarios. Sio kwamba Chama alitaka kuondoka Simba, ila viongozi ndio walichelewa kumpa mkataba. Lakini leo ukiniambia Chama alivyoenda Yanga alifeli, mimi nitakwambia wewe hujui mpira. Chama alienda kukutana na wachezaji pale, washasimenti bora, Pacome, sijui Max, sijui Azizi. Alafu hapo mfumo wa Yanga ni tofauti na Simba. Mfumo wa Yanga unawataka wote, wakabe washambulie. Wao wanakimbia sana uwanjani, lakini Simba walikuwa wanamtegemea Chama walishe. Yaani watakimbia alafu wote wanamzunguka Chama, wanamrahisishia kazi Chama. Chama yeye kazi yake ni kutoa mapande tu. Sasa yule Chama leo hata akiwa amepewa kiti akae pale namba 10 tu. Yaani wamempa mfano kinani, yani mfano sasa wamempa kisofa tu. Wamemwekea kisofa Chama. Kaa hapo. Pale juu kazi yake kulisha washambuliaji. Yaani kupokea na kutoa. Hapo umeongea vizuri. Kupokea na kutoa. Wamkalishe tu hata kwenye kiti. Au amgusi. Chama ni mtu mwingine. Hata Yanga Chama alifunga hadi goli la kichwa, hujaona wewe? Goli 2 aliwapiga Dodoma Jiji. Ndani ya Singida Chama ndo anashine kuliko mchezaji yoyote. So ile brain ya Chama bado Simba hajaipata. Na kwa sababu kipindi hiki wana struggle kwenda kutafuta mchezaji namba 10, wamrudishe tu wakati wanaendelea kumtafuta. Kuliko wahangaike na hao waliopo. Wanatengeneza mazingira magumu. Yule Soa atafunga sana. Akiwa na Chama. Sana. Goli 25 30 kawaida. Yaani Chama yuko pale, Soa yuko pale. Soa apewe mipira vizuri. Sasa mara watu wamerukaruka huko, mpira umepigwa, Soa amekutana nao amepaisha. Lakini Chama anakuambia baba watakuja na wamwaga wote alafu anambia Soa hiyo hapo. Oya, 20 anafunga, 25 anafunga, hata 30 anafunga. So brain ya Chama ndio inahitajika. Chama ana vitu 4. Ball balance, ball control, ball technique, ball brain. Niambie nani mwingine wa Simba anayo? Hamna. Hapa huwa anachukua ngapi? Nani? Awana ball balance na ball technique. Ball brain hana ball brain cha Ahoua. Wewe mtu anakosa goli amewekewa na mpanzu dhidi ya Stellenbosch Zanzibar hapa. Watu wameshanyanyuka, Ahoua akapiga. Chama pale anakuacha. Wewe Chama siara na Chama. Mnamkosea adabu sana ninyi. Ninyi mnamkosea Chama. Chama ndo namba 10 bora kuwahi kutokea kwenye nchi yetu tangu mpira wa ligi kuu kuumbwa. Chama Clatous. Kusanya wote. Utaniambia Azizi sijui nani. Chama hata wao wenyewe wanamrespect. Walikuwa wanamtaka, walikuwa wanatamani wacheze naye. Kwa nini? One of the best. Analainisha kazi, anajua kazi yake sio kufunga. Kazi ya playmaker sio kufunga. Shtuka, playmaker kazi yake ni kuwapa watu wafunge. Kuwapa watu wafunge. Alafu yeye ikitokea amefunga, hiyo ni option ya pili. Ahoua alikuwa anatumia option ya kwake ya kwanza ndio kufunga. Alafu ya pili ndio kutoa. Kafunga goli 16, katoa assist 9. Sasa huyo ni playmaker. Feitoto ndio alobeba majukumu ya playmaker. Kapiga assist 14. Hana magoli. Haya, shida nini? Nimefanya kazi yangu. Sasa wewe Ahoua nayo kimbelembele na unataka ufunge. Mkwala anataka ufunge, Ateba anataka ufunge na wewe kimbelembele unataka playmaker.